tarehe 5 mwezi wa 8 kuelekea wiki ya kilele cha wanasimba kwa maana ya Simba Day tarehe 8 mwezi wa 8 ambayo inatarajiwa kwenda kufanya ndani ya dimba la Uhuru. Na sisi Global TV tuko hapa mapema kabisa kuhakikisha kwamba tunakujuza habari zote ambazo zinaendelea kutoka kwa Simba Sports Club. Na leo hii kupitia bodaboda tour watakuwa wakizunguka mitaani kuhakikisha kwamba wanafanya hamasa kuelekea siku ya kilele cha Simba Day. Kama ambavyo unatazama nyuma yangu ni bodaboda ambao tayari wamejiandaa tayari kwa tour hiyo kuhakikisha kwamba wanazunguka mtaa kwa mtaa, yote kuhakikisha kwamba wanahimiza watu wakate tiketi, lakini pia kuwakumbusha kwamba tarehe 8 ni siku ya kilele cha wanasimba. Kutokea Ngorongoro sasa tumetua Dar es Salaam, tuko nje ya dimba la Uhuru hapa kuhakikisha kwamba tunawapenyezea habari zote. Chagua Global TV kuwa familia yako na hakikisha kwamba unapata hatua kwa hatua habari zote ambazo Simba ama mnyama Simba atakuwa akifanya ama akipiga hatua siku hii ya leo kuelekea siku hiyo ya wanasimba. Baadaye masaa machache yamesalia, tutaelekea airport kwenda kuwapokea wachezaji wa Simba Sports Club ambapo wanategemea kushuka katika uwanja wa kimataifa wa Mwalimu Julius Nyerere kutokea nchini Rwanda ambapo walikuwa wakishiriki michuano ya Kagame Cup, huku wakitumia sehemu hiyo kama sehemu ya pre-season rasmi. Wanakwenda kurejea jijini Dar es Salaam kwa maandalizi ya Simba Day ambayo watakuwa na mchezo wa kibabe, lakini tutaambatanishwa na kutambulisha nyota wapya ambao tayari wamesajili katika msimu huu 2026 kuelekea 2027. Nyota hao kina nani? Je, kutakuwa kuna surprise ama Simba wekundu wa Msimbazi Simba wamemaliza usajili? Mimi sifahamu itakuwaje, ni swala la muda. Na kwa kuhakikishia tu Global TV tutakuwa na wewe hatua kwa hatua, mguu kwa mguu mpaka pale ambapo Simba watakwenda kufika tamati siku ya kilele cha Simba Day. Huku watani wanatarajia tarehe 9 kwenda kufanya Yanga Day ambapo jana walikuwa kule Geita na huku wakishuhudia ufunguzi wa uwanja kwa maana ya uwanja wa Geita Gold. Hayo nilikuwa nakupenyeza tu na kukumbusha, lakini kubwa zaidi ni Simba ambayo siku hii ya leo tarehe 5 ya mwezi wa 8 wameamua kufanya bodaboda tour. Ni sehemu ya hamasa kuwakumbusha mashabiki wakate tiketi kuhakikisha kwamba wanakwenda kuingia katika dimba la Uhuru ambapo itakwenda kufanyika Simba Day ama kutambulisha wachezaji kwa maana ya kwenda kuanza msimu mpya. Simba imeshiriki michuano hiyo na imetolewa katika tour ya makundi, na michuano hiyo ilikuwa robo finali. Michuano hiyo ilikuwa haina hatua ya nusu finali, hivyo wanakwenda moja kwa moja mpaka finali. Hii ni Global TV, hakikisha una subscribe ili wa kwanza kujipatia taarifa zetu na kwa haraka zaidi. Mimi ni Cosma Constantino, CEO presenter wa michezo. Picha nzuri kabisa ngavu, nyuma ya kamera yuko bwana Idrisa. Karibu sana. Aka. Niambie. Niambie. Niko huru. Basi hapo mimi nimekosa, mwambie nimekosa. Hapana, tuko live ila tu tunashika kawaida. Tunashika kawaida.
Unataka wifi? Yaani sisi wenyewe wifi imeisha, ndio maana nakuuliza unataka wifi? Kama akija yule itakuwa imelipiwa nitakwambia. Kwa sababu hamna kawaida. Sikio kuna mingine kwa Hivi unajua kwa nini makampuni makubwa duniani hayaachi kujitangaza kila siku, licha ya kwamba tayari yanafahamika? Sasa kama una biashara au kampuni lakini hujitangazi, customers wapya watakujua vipi? Na bila advertising, unategemea kukuza mauzo yako kwa njia gani? Ndio maana Global TV tunakupa nafasi ya kuitangaza biashara yako kwa audience kubwa ndani na nje ya Tanzania kupitia mitandao yetu ya kijamii. Advertising kupitia Global TV inaongeza brand visibility yako, inakufikisha kwa customers wapya na kuongeza nafasi ya bidhaa au huduma zako. Na habari nzuri zaidi, bei zetu za matangazo ni rafiki. Iwe una biashara ndogo, ya kati au kampuni kubwa, kuna nafasi inayoweza kukufaa. Usiache biashara yako isubiri kugunduliwa. Ipe visibility inayostahili. Anza kutangaza nasi. Wasiliana na Global TV leo na tuipeleke brand yako mbali zaidi.